Karibu tena mtazamaji, na kama nilivyokuahidi awali tutakuwa tunaingia kwenye sehemu ya mazungumzo tukiangazia afya ya akili kwa vijana, na kwenye ulimwengu huu ambao umejaa masuala mengi na vile masuala yanayoleta stress kama wanavyoita wengi. Vijana hujikuta kwenye nafasi ambapo wanaingia kwenye msongo wa mawazo ama matatizo ya afya ya akili. Ni vipi ambavyo mzazi anaweza kutambua iwapo mwanawe ameingia kwenye hali ambayo inahitaji msaada, hususan katika masuala na matatizo ya afya ya akili, na pia labda wale wanaomzunguka yule kijana, hususan wale walio chini ya miaka 18 na ambao wengi ni wanafunzi katika aidha shule za msingi, sekondari msingi ama shule za upili. Tutakuwa tunaangazia zaidi hayo, ikiwa hapa studioni nimeungana na Daktari Pamela Kaithuru ambaye yeye ni mwanasaikolojia, na pia nitakuwa namhusisha Carol Mune ambaye ni afisa tabibu wa afya ya akili. Karibuni sana. Asante. Naam, tukianza na daktari hapa karibu na mimi mkono wangu wa kulia, tukizungumzia afya ya akili kwa vijana. Sasa hivi tupo katika kiwango gani? Kwa sababu tunaona tafiti zinasema kwamba wengi wanaoathirika na afya ya akili ni vijana, na pia vijana kati ya umri wa miaka labda 10 hadi 15. Takwimu zikoje katika masuala ya afya ya akili kwa vijana kwa sasa? Asante sana kwa hilo swali, na asante kwa kuwa na sisi kwa studio hivi leo asubuhi. Tukiangalia afya ya akili kwa vijana wetu, inalinganisha ni ugonjwa gani wa afya ya akili, kwa sababu tukiangalia nchini wetu statistics zinaonyesha ya kuwa 20% especially for anxiety. Unajua afya ya akili, magonjwa ni aina mingi. Kwa hivyo kuna anxiety, kuna depression, kuna trauma, kuna substance use. Hatuwezi kujumuisha, na pia inalingana na umri. Kuna wale wa 10 to 14, 15 to 18. Sinandifa kwa vijana, wanaume na wasichana kuna differences. Lakini tunaona around 20% of our young people wako na one mental health condition ama ile ingine, ya kulingana na takwimu zile tunapata kutoka vitengo vya afya ya Kenya. Naam. Carol, maoni yako ni yapi ukiangalia kwamba tatizo la afya ya akili linaonekana kuongezeka katika jamii, hususan kwa vijana wadogo? Kwa vijana sana wale wanaenda shuleni, wale wako umri wa miaka 18 na chini yake, unapata asilimia kama 70 hivi wanakuwa na changamoto za kiakili. Inaweza kuwa depression, inaweza kuwa pia ni stress related anxiety vile amesema, na trauma. Na tukiangalia tofauti ya depression ambao ni unyogovu na vile labda msongo wa mawazo ambao ni stress, tofauti inakuwa ni gani daktari? Unajua magonjwa ya afya ya akili, kuna zile signs na symptoms unaangalia ndio tuweze kuhakikisha ya kuwa kweli ni ugonjwa gani mtu ako nayo. Kumbuka ya kwamba stress is not a mental illness, lakini ni indicator ya kuwa mtu anaweza kupata ile msongo wa mawazo. Kwa hivyo tukiangalia mambo ya depression, ni ile kukua mtoto anakuwa sandi wakati mwingi, anakuwa ana regulation yake ya emotions, anajitenga mara nyingi, anakuwa mnyonge, anakuwa hana tamaa na yale mambo alikuwa anafanya kawaida. Saa zingine kulala usingizi inakuwa shida. Unaona, hizi vitu zote tunaangalia, tunaona ya kuwa watoto wetu mara nyingi wako na mambo ya afya ya akili. Lakini ningependa kusema ya kuwa ni vizuri kuhakikisha ya kuwa tumefanya diagnosis. Unajua mara nyingi tunasema mtu ako na ugonjwa ya akili na tujampeleka kwa hospitali kuangaliwa. Ni kuangalia zile signs and symptoms, na saa zingine inaweza kuwa tu sio necessarily afya ya akili. Ni vizuri tufafanue ya kuwa kama wana saikolojia na psychiatrist wa hii nchi, ya kuwa ni vizuri watoto ama mwanadamu yoyote aweze kufanyiwa matibabu ndio ijulikane ni ugonjwa gani ako nayo. Naam, Carol, ukiwa kwenye mazingira ya hospitali kunakuwa na vipimo mara nyingi, ama kama anavyotaja daktari tunakuwa tu tuna guess kwamba huyu anaonekana ana stress, huyu anaweza kuwa na depression, huyu ako na anxiety. Vipimo vinakuwaje katika masuala ya mazingira ya hospitali, na ni wangapi wanachukua hatua kuwaleta watoto wao, haswa wazazi, katika kuangalia iwapo wanahitaji usaidizi katika matatizo ya afya ya akili? Mara mingi pale kwenye hospitali unapata ndio tufanye vipimo
Mara mingi unapata mtu amekuwa na changamoto muda mrefu, kama vile amesema kukosa usingizi, wakati mwingine kuwa na shida ya kukula. Unapata mtoto anakuwa na appetite kabisa, ama anakuwa na appetite pia mingi. Mambo ya usingizi pia unapata labda analala sana ama analala kidogo. Na saa ingine wanakuja tu na ugonjwa ya kawaida, lakini ni ugonjwa mzazi haelewi vyema nyumbani. Leo mtoto anasema anaumwa na kichwa, inakuja inapoa. Anaumwa na tumbo, inakuja inapoa. So inategemea, saa ingine tukifanya hizo vipimo, tunafanya kutegemea na ile kitu imemleta hospitali. Zile complaints anakuja nazo, anasema anaumwa na kichwa, atapelekwa labda apatiwe dawa ya kichwa, haponi. Ama anaenda anakunywa dawa ya kichwa, after wiki 2 kichwa inarudi. So wakati mwingine tunaangalia symptoms. So mambo na afya ya akili si kama physical health. Inategemea na vile mwili yako inakufanya unahisi. Hiyo ndio inategemea tutafanya kipimo gani na tutakusaidia vipi. So inakuwa ni gradual. Na kwenye mazingira ambayo umekuwa, watoto umri gani sasa hivi wanakuja na matatizo hayo katika umri ambao tumesema ni vijana chini ya miaka 18? Je, idadi hiyo imeongezeka ama iko katika hali ambayo ni ya wastani? Idadi imeongezeka. Imeongezeka the last, tuseme kama miaka 6 hivi. Watoto wa skuli sasa hivi wanakuwa na changamoto mingi. Sana sana hiyo ya mawazo. Lakini sasa anakuwa na mawazo muda mrefu, anakuwa na changamoto shuleni na anakuwa na changamoto nyumbani. Na hizi mbili ukizishikanisha zinaleta utata, manake anajiwekea sana. Na mara mingi shida za akili zinatokea hivyo. Mtu anakuwa na hiyo matatizo muda mrefu na anajiwekea. So ajui vile atajieleza mbele ya watu, ajui vile ataishi na watu. So hiyo ndio inakuja kuleta shida sasa za kimwili. Hiyo anashindwa kulala, anashindwa kukula, wakati mwingine anakuwa hataki kukaa na watu. Daktari, kwa experience yako, vijana kwenye umri gani wanakuwa na matatizo hayo katika umri ambao tumetaja chini ya miaka 18? Na sababu kuu ni zipi, hasa kwa watoto ambao labda useme wako katika shule ya msingi, sekondari msingi ama sekondari ya juu? Magonjwa ya akili mara nyingi inaweza kuwa kianzo chake ni ule utotoni. Ukiangalia miaka ya 0 to 7, zile mambo watoto wanapitia. Mtoto anakuwa neglected, anakuwa abused, wana grow in poverty, wana grow in an environment that is exposed. Wengine wanakuwa molested sexually, lakini ile kutokea ya signs and symptoms aswa huwa ni wakati wa adolescence, towards young adult below 18. Hiyo ndio wakati watu wanaanza kugutuka kuona kuna kitu haieleweki. Na unajua pia watoto saa hiyo wana go through development, ndio wanaanza kuji-identify. So katika ile kusika identity na kumachua, ndio familia, shuleni, kwa community wanaona kuna shinda kati ya huyu mtoto ana uwezo ya kuishi vizuri na yeye mwenyewe na wale wengine. Kwa sababu katika hali ya mambo ya afya ya akili inakuwa ni vile mtu anafikiria, kwa hivyo vile anahisi na vile anatenda, ama thoughts, feelings and then behavior. That is what we are looking at, isn't it? Kwa hivyo utaona ile deviation ya vile mtoto anafanya. So mara mingi ni early adolescence and at the youth below 18. Yeah, that is the time these things are happening, but it's the time they are getting very overexpressed. Lakini inaweza kuwa chanzo zake ni mtoto akiwa mtoto mdogo, kwa zile experiences alikuwa nazo nyumbani. Wengine kuna biological exposure. Unaona kuna magonjwa ya akili ingine inapaswa kutoka kwa one generation to another. Unaangalia jamii zingine unasikia kulikuwa na babu yake alikuwa mlevi sana, mababa zake wamekuwa ni walevi. Ukiangalia katika uncles unapata kuna wale walevi. Unaona kuna kitu tunaita schizophrenia, unapata pia inakuwa inapitishwa kutoka one person to another in the family. So kunaweza kuwa na hiyo hereditary, ile kukua inatokana na jamii. Kunaweza kuwa na imbalance in the hormonal systems, biological cause. Inaweza kuwa ni life experiences zile mtu amepitia. Mtoto analelewa pahali
kwa jamii hakuna masikizano. Ni vita kati ya mama na baba. Ni vita in the community. Sasa hii unaona ya kuwa kwa jamii kama vile watoto wetu wanaishi sasa, unapata ya kuwa mambaa siko kila pahali. Watoto wetu wanakuwa molested. Kuna watoto wanakuwa bullied in school. Hiyo ndio wakati wanafika shuleni wanakuwa bullied. Sasa ingine hawaongei. So ile kureplace, kuweka ile mawazo kwao ndani bila kuongea. Sasa ingine ndio ina lead to these mental disorders that manifest at adolescence. Oftentimes, yeah. Na kwa maoni yako Carol, ni sababu ama mazingira yapi nyumbani yanachangia kumweka mtoto katika hatari ya kuingia kwenye msongo wa mawazo, hata kama utajionyesha baadaye kama alivyotaja daktari, lakini mazingira yapi ambayo huwapo nyumbani na yakawa ni chanzo cha kutengeneza mtoto ambaye anaanza kukua akiwa na matatizo ya afya ya akili? Jambo la kwanza ningependa kusema ni wakati mtoto analelewa tangu akiwa mdogo, wakati ule unampa mawazo ya hasira, like the shouting, ile unashinda tunampigia kelele, tukatai, unaweza kuna unamwambia fanya hivi, ya unamwelekeza, lakini ukimlea na sauti ya juu, sauti ya ni kama kumkemea, unamkemea, hiyo ni kikwazo moja kubwa, inaweza leta kuwa na anasonga na mawazo na anaanza kujiwekea, manake sasa lazima ajilinde. Labda sana wale watoto awali wanakuwa hatari sana. Sasa atakuwa akijua kuna hapa pale nafaa niishi, na kuna pale nitaishi na wazazi, na kuna pale nitaishi na wenzangu wale nimezaliwa nao. Hiyo ni kitu moja inakuwa hatari sana kwa familia. Kitu kingine inakuwa ngumu sana kwa mtoto ni uhusiano wa baba na mama. Na pia uhusiano wa vile baba na anakaa na wale watoto wengine, vile mama anakaa na watoto wengine. So mtoto mmoja akihisi ni kama hapendwi kama wengine. For example, ukiletea huyu zawadi kubwa, umemletea zawadi ndogo, na ikuwe ni kitu inaendelea muda mrefu, mtoto atakuwa anasikia ni kama ametengwa, na ataanza kujiwekea haya maneno, na ataanza kuwa na shida ya self esteem. So hiyo ni kitu kubwa sana ina contribute to increased mental health kwa boma. Yeah. Daktari, kuongezea yapi yanachangia katika mazingira ya nyumbani kwa watoto kuwa na msongo wa mawazo ama matatizo ya afya akili wanapokuwa? Okay. Nyumbani tunajua is the most basic, the very basic unit of the society. Kwa sababu pale nyumbani ndio watu wanalelewa, ndio waachiliwe waende kwa shule ama waingie kwa community. Sasa pale nyumbani, being the basic unit, it is the very most important unit. Ndio unit ya muhimu sana katika malezi ya watoto. Kama vile Karo amesema, kama pale kwa jamii kuna matatizo saa zingine even poverty is contributing. Unaona ya kuwa huyu mtoto akiangalia kwa neighborhood, yeye anaona wao wana strain sana. Lakini wale watoto wengine wako na mimbi wanaweza kupata school fees, wanakula a full meal, wakitoka pale nje anajiangalia, anaona yeye amedhalalishwa, ana manguo, wale wengine wako na manguo, wanajikompea na wengine kwa neighborhood kwa sababu hawaishi peke yao. Katika jamii ni vizuri kuongeleshana katika jamii, kwa sababu ukiona mtoto wako uwezi kumpatia kitu fulani, ni vizuri aelewe ya kuwa hiyo vitu sio inamdefine, you know. So they are not defined by what they put on or what they eat. Ndio aweze kujitoshelesha pahali yuko, kwa sababu hatuwezi kutoshana. Unaona? Ukosaji wa communication in the family level. Watoto saa zingine unaona mtoto kuongea kwao mara nyingi ni vitendo. They observe a lot. So kama ile communication ya familia, in the family you are fighting and you think the child is not seeing, but they can see there is a problem in this family. When a child amekosea kitu, instead ya kuwa corrected, anakemewa. Ama saa zingine tunawaachilia, wazazi wako nje wakitafuta riziki, wanaacha watoto peke yao, hawana regulation. Watoto hawajui ile ya kufanya nzuri na ile mbaya hawajui. Hakuna boundaries. Ile ukosefu wa boundaries ama culture ya familia ndio wajue hivi ndio mama angependa tukae, hivi ndio baba angependa tukae. So they start taking in anything that is coming in the society. So the family is very, very key, you know. The family also becomes important
if at times the spiritual formation, you know, mtu ako complete akiwa spirit, soul and body, isn't it? Sasa ingine familia tunashughulikia sana mambo ya body, amekula, amevaa, ameenda shule, lakini hatuulizi spiritually, where is this person, what are their values, you know, zile values tuna inculcate katika familia pia zina determine kama huyu mtoto anaweza kujistiri, kama anaweza kuwa resilient, kama anaweza ku make decision, you know, ama akiitwa na mwenzake anakimbia tu, ama anajua hii mami says this is wrong. Talking like this, mommy says it is wrong. And as mommy says, mama pia afanye hivyo. Unajua, watoto wanaona vile tunafanya. Kuliko kusikia vile tunawaambia. Kwa hivyo matendo yale tunatenda katika jamii ni muhimu sana kuliko hata ile misemo tunawaambia. Tunaweza kuwa tunasema hapa kwetu atutumii pombe, nisiwahi ona mkiwa na pombe kwa hii nyumba, lakini ndani akikuja anakuja na pombe. Ndadi anamtuma kununua sigara. Siku hizi unfortunately hata wamama wanavuta sigara na wanakunywa pombe. Sasa mtoto akiangalia haya mambo inakuwa too much. Sasa ingine also exposing them to media. Kwa sasa watoto wetu wanatumia technology, isn't it? Mashule yameambiwa anunuliwe smartphone, sababu hapo ndio kuna assignment yake itatumwa hapo. Lakini kama mzazi uangalie ni nini mtoto anaona kwa hii smartphone. You are not regulating. So watoto wanakuwa exposed to the wrong things that are not age appropriate. Mtoto unafikiria ni hesabu anaangalia, kumbe anaangalia vitu ya pornography sababu alisikia mtoto mwingine akiongea. You know, they are very curious. They want to see zile vitu saa zingine tunakataza. So ni vizuri tukue concerned ni nini mtoto anafanya. Tukue concerned marafiki zake ni nani. Ukiona tabia zake hata usingoje tabia zibadilike. Mwambie hivi ndio inastahili mtoto aishi, isn't it? So ukiona mabadiliko, address that mabadiliko na yeye. Na in a way that you are being respectful. Yeah. So familia ni muhimu sana. Yeah, tuseme na tutende. Yeah. Tumezungumzia masuala ambayo mtoto anaweza kupitia kwenye mazingira yake ya nyumbani na yakachangia kuwepo kwa matatizo ya afya ya akili, aidha awe amenajisiwa. Kuna masuala mengine kama kupoteza mzazi mmoja wakati mtoto bado kwenye umri mdogo. Yule mzazi aliyesalia anafaa kutengeneza vipi mazingira ambayo yeye mwenyewe atakuwa katika anaomboleza, lakini asimtengenezee yule mtoto mazingira ambayo ataingia kwenye msongo wa mawazo ama matatizo ya afya ya akili. Na je, kuondokewa na mzazi kunaweza kuchangia kwa kiasi gani katika kuleta matatizo ya afya ya akili kwa mtoto kwenye umri wake wa baadaye? Inakuwa na a very big impact. Manake mapenzi ya baba si kama ya mama. Mtoto kuna kile anapata kwa baba, kuna kile anapata kwa mama. Na afya ya mtoto inakuwa complete kama kuna upungufu ama kuna mapenzi ndani ya boma. Na mapenzi kwangu si kama mapenzi kwako. Ndio maana kwa jamii ya sasa hivi tunasema inaanza na mimi na wewe. So wakati baba amekufa, kuna kile mtoto atakosa. Wakati mama amekufa, kuna kile mtoto atakosa. Lakini haimaanishi mtoto ata grow in a very nice way. So kukua tu na mapenzi, kulea kama ni watoto unawalea out of love, ina create a very big impact. Na inakuwa rahisi kiasi gani? Kwa sababu kumbuka yule mzazi aliyeachwa pia naye ameondokewa na mwenzake ambaye alikuwa anajenga naye familia. Kuweka mizani katika yeye mwenyewe kuwa na mawazo kwamba mimi nimeondokewa, lakini kuna mtoto ambaye pia yuko kwenye umri mdogo na ameondokewa. Kwa sababu ni rahisi sana kumsahau yule mtoto na kuangalia labda aidha kama ni mama ameachwa, kumtafutia yule mtoto riziki na ada ya shule zaidi kuliko kuketi naye chini kuzungumza naye. Mizani inayokuwa vipi, daktari? Loss ama kuondokewa na mzazi, iwe mama ama baba, ama kuondokewa na relative. Unajua pia mwenzake anaweza kufa pale kwa familia. Any loss is very traumatizing. Kwa sababu hii ni relationship umekuwa nayo. Sasa ingine tunafikiria wale watoto wadogo hawana connection, wako na connection kwa familia. Kwa hivyo hiyo connection ikitoka ni kama
kitu imetolewa kwa maisha yako. Kwa hivyo there must be a way of managing that loss. Na death ikifanyika ama kifo ikifanyika kwa jamii, ni vizuri watoto wahusishwe. Tusiseme hawajui. Tusiseme ataelewa ya kuwa akianza kuona ndani ama akienda pale kwa mazishi aone amewekwa chini na amefunikwa, imeisha. There is a lot that needs to be explained. Huyo mtoto anahitaji asaidiwe kuwork na a child therapist ndio aweze kuelewa kifo ni nini. Asianze kujilaumu, asianze kubaki na uchungu kwa sababu ni uchungu. Asibaki na uchungu. Na pia anaangalia saa zingine wanaweza kujilaumu, labda mimi ndio nilifanya dadi akufe, labda mimi ndio nilifanya mami akufe. That blame, that shame that comes with it. Mimi niko tofauti na wale watoto wa jirani. Mbona ile familia ya kina Karo iko na baba na mama na sisi hatuna? Mbona dadi akatuacha? Mbona mami akatuacha? Ni vizuri haya mambo yasungumziwe. Counseling is very important in times of loss, grieving. Tusichukulie hilo jambo culturally only. Ni vizuri kufanya yale mambo ya culture yanafanywa. Lakini pia ni vizuri kuleta wanasaikolojia on board so that this person, wale wamefiwa na wale wa close to them, wasaidiwe kunavigate hiyo loss. Asa sana watoto. Na ukiangalia unaona saa zingine unasema hata kama dadi ameenda, mimi nitajaribu kung'ang'ana ile school fees alikuwa analipa nihakikishe nimelipe. Ile sehemu alikuwa anatumika nihakikishe kama the only parent natumika hiyo. Lakini life is not about what you give as in property and physical things. Life is about also that relationship, that severe relationship. There need to be some kind of walking through with this child. Ndio aelewe haya mambo. Na tuweze kusema pia saa zingine tusifikirie kifo peke yake. Watoto kuna jamii siku hizi za single parents. Na anaweza kuwa single parent baba ama anaweza kuwa single parent mama. So it is the reality of the community today. We have to really invest in parenting. Ni vizuri tuweze kusaidia wale vijana wetu wanataka kuingia katika ndoa, kuelewa ndoa ni nini. What is the relationship between themselves? What is the relationship with the children? How do these all things play to make a complete family that fits in the society and becomes productive? Wanasaikolojia wanahitajika sana. Na asante daktari. Tutakuwa tunarejea kuangalia mazingira ya shule yanaweza kuwa vipi hatari kwa afya ya akili ya mtoto, iwepo ni shule ya chekechea, iwe ni shule ya msingi, iwe ni shule ya sekondari, na katika kuweka mizani wakati ambapo pia mwalimu ni binadamu na anaweza kuwa na msongo mawazo yeye mwenyewe na bila kujua labda anatoa zile hisia kwa wanafunzi ambao wao hawaelewi, na masuala mengine tu ambao huambatana na masuala ya shule na masomo na huenda yakachangia kubadilisha tabia za mtoto ama kumweka mtoto katika hali hatarishi kwenye afya ya akili. Nitakuwa narejea kuangalia hayo hivi punde, na kusihi usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, na shukrani kwa kuendelea kusalia nami. Tukiendeleza mazungumzo kuhusiana na afya ya akili kwa vijana, hususan vijana walio chini ya miaka 18 na wale ambao wengi katika umri huo wanakwenda shuleni, iwe ni shule ya chekechea, ni shule ya msingi, aidha ni shule ya sekondari msingi, hata labda chuo. Lakini cha mno, kwa nini afya ya akili imekuwa ni jambo la kawaida kwa vijana kwenye taifa la Kenya kwa sasa, na idadi hiyo ikiongezeka? Tunaangazia masuala ya umuhimu wa kuweka msingi mzuri kwa mtoto pale nyumbani, kuhakikisha kwamba hapati matatizo ya msongo wa mawazo, na pia mzazi kuwa makini kutambua baadhi ya vyanzo vya kumfanya mtoto huyu aingie kwenye msongo wa mawazo, ambapo madaktari na wadau studioni walikuwa wamezungumzia labda matukio ambayo huenda yamemwathiri mtoto huyu, iwapo ni kuondokewa na mpendwa wake, mzazi ama mtu wa karibu kwenye familia, iwapo ni kunajisiwa ama kupitia matukio ambayo yalikuwa ni ya kiwewe, ya kumtia kiwewe mno. Yote haya yanakuwa yanachangia, lakini zaidi pia katika kulea mtoto kwenye mazingira ambayo ni ya bora kushinda mazingira ambayo yanamweka kwenye hatari ya afya ya akili.
Tumeungana pia na Daktari Pamela Kaithuru ambaye ni mwanasaikolojia, na tumeungana na Carol Mune ambaye ni afisa tabibu wa afya ya akili, na Daktari Catherine Siego Mutisia pia ameungana nasi kwa sasa akiwa yeye ni daktari wa afya ya akili. Kuna tofauti ya psychiatrist na psychologist ambao wapo hapa, watakuwa wanatueleza tofauti hizo ni zipi, lakini cha mno zaidi katika kuleta ule mchango wa matibabu ya afya ya akili, na ni watoto katika kiwango gani ambao wanaweza kupata matibabu hayo, ikiwa labda ni kupata dawa, masindano kutokana na matatizo ya afya ya akili. Tukiingia kwenye sehemu hii labda katika kumleta Daktari Catherine katika mazungumzo, tulikuwa tumezungumzia afya ya akili na mazingira ya familia na mchango ambao familia inaweza kuwa nao kuleta mazingira hatarishi katika masuala ya afya ya mtoto ya akili. Labda kwa kuchangia kwenye mjadala huo kabla ya kuendelea mbele, maoni yako ni yapi kuhusiana na nafasi ya familia katika kuboresha afya ya akili ya mtoto kuanzia pale anapozaliwa hadi wakati ambapo anaanza kwenda shuleni? Asante sana. Hata madaktari tunasema afya ya akili inaanza mtoto akiwa bado kwa tumbo ya mama yake, kama hajazaliwa. Kama huyo mama ako na wasiwasi ama ako na shida ya depression, hata mtoto akiwa kwa nyumba ya mama kama hajazaliwa anaweza pata tatizo. Na ndio tunasema hata wamama wakienda ile kliniki ya antenatal, daktari pia waangalie kama mama yeye mwenyewe ako na matatizo ya afya ya akili. Alafu mtoto akizaliwa ndio unasikia mahospitali ile closeness ya mtoto na mama. Kuna wakati especially private hospitals mtoto angewekwa kwa nursery na mama akae peke yake ndio apumzike. Siku hizi tunataka mama akae na mtoto wake ndio wa bond ile amshike waanze kubond. Alafu kutoka hapo mtoto akienda nyumbani kuongea ana imitate vile wale wako karibu wanaongea. Kujua mtoto kutembea, kutumia choo, hizo milestones lazima afunzwe, hawezi jifunza. Na ndio kama hakuna involvement ya mlezi ama mzazi, utapata mtoto mwingine pengine hajaweza kujua kutumia poti, hajaweza kutumia choo. Then akishafikisha kama miaka 2 ndio sasa tunaweza ona matatizo kama ile tunaita autism. Huyo mtoto kuongea kwake kumechelewa. Wengine unaanza kuona ile tunaita hyperactivity, pengine ako na dalili ya ADHD. Tukiendelea tena kama kuna vitu kama cerebral palsy itakuwa zimeanza kuonekana. Then mtoto wakati anaenda karibu kuingia shule, kuna sasa ile play part of it, kumfunza language, lugha, kumfunza kujua saa hii niko na furaha, saa hii ninakasirika, saa hii niko... So mtoto akizaliwa ajuangi hiyo lugha. So atasikia kitu lakini ajui hiyo ni sadness ama hiyo ni kutokuwa na furaha. So hiyo lazima afunzwe na wale wanamlea. Tukiendelea hivyo mtoto vile anakuwa, wakati anaingia sasa shule ya primary 6 years, ndio tutajua kwamba huyu mtoto kama ako na ADHD atahitaji madawa ya ADHD juu ile kupoteza ADHD ni lack of attention, hyperactivity. Sijui hiyo tunahitaji Kiswahili. So akifika 6 years sasa daktari wa akili ya watoto anaweza mpea hata dawa za hyperactivity. Because usipotibu huyu mtoto ataenda shule apate hawezi cheza na wale wengine, aanze kujichukia. Ajiulize kwa nini mimi sina marafiki, na wao wengine wanamuogopa juu anachukua vitu zao, anawachanganya, anawapiga, hata autism. So lazima uchunge huyo mtoto kwanza asijichukie. Mwalimu pia ataona huyu mtoto anamsumbua sana. Alafu hata ukimwacha nyumbani na maid pia atachoka. So ni muhimu sana watoto wakifika hiyo age wakuwe assessed kama daktari anaweza wapea dawa, kwa sababu usipomtibu hiyo ADHD atapoteza self esteem juu watoto wataki kucheza na yeye, mwalimu anamkosoa sana, mwenye anamwangalia kama ni maid ama na mama anamkosoa sana. Kwa estate akianza kucheza na watoto wataki kucheza na yeye, so anaweza poteza self esteem. Then asipo tibiwa unapata hata masomo juu hawezi weka ile attention, masomo pia inabaki nyuma.
Akiendelea hivyo ndio unaona watoto wengine wanaanza kutumia vitu ndio wajitulize. Waelewi ni nini inaendelea. So wanaanza kujituliza na maybe pombe, bangi, sigara. Alafu sasa wakianza kuwa 12, 13, kuna hii mashida ya dawa za kulevya, kuna internet, wanaona kila kitu. Wakiendelea hivyo by age 14 kuna ugonjwa kama schizophrenia, bipolar zinaweza anza 14 years. Alafu substance, pombe, sigara, bangi zinaweza anza hiyo miaka. Wakiendelea hivyo by 23 all the major illnesses zimeset in. So kama mtoto alikuwa na genetic predisposition ya ugonjwa wa schizophrenia, ya bipolar, hiyo inaweza kuja by 23. Alafu tena addiction ya pombe, sigara, bangi, mtoto akianza kama hajafikisha umri ya 21 years, chances ya addiction inakuwa very high. Tena ukianza kutumia bangi kwa hiyo miaka, huenda akili yako sasa ikahitaji mandawa forever. So ni tunasemanga kutoka to tomb, kuna all sorts of mental illnesses. Kuna magonjwa nyingi za akili zinaweza tokea kutoka tumboni ya mama, kuzaliwa, kukua, adolescence, kuwa mtu mkubwa, kwenda kazini, all the way mpaka ukipata tuseme ni terminal illness kama cancer. Hiyo pia iko na shida za akili mpaka, so it is womb to tomb. Yes. Kwa hivyo ni muhimu mzazi anapokuwa amepachikwa mimba, anabeba ujauzito, awe makini kuhakikisha mtoto hatakuwa na matatizo anapozaliwa ya akili, na pia kuwa makini mtoto anapozaliwa uangalie anasikia, ukiangusha kikombe anashtuka, kwa hivyo anasikia vizuri, anatoa sauti, na kama zile alivyostaja daktari milestones, kujua kwamba kama ametembea kufika miezi 8 anafaa kuwa anatambaa, akifika miezi mingapi anafaa kuwa anaketi, anafaa kuwa anza kutembea. Nafikiri hivyo ni vitu ambavyo ni muhimu kwa wazazi kuelewa. Alafu baadaye sasa malezi. Tukiingia kwenye malezi, katika mazingira ya shule, mtoto anapokwenda shule, iwe ni chekechea ama hata ni shule za msingi na sekondari msingi, mazingira ya shule yanaweza kuwa changizo vipi katika kusababisha matatizo ya afya ya akili, na ni kwa nini? Masomo ni muhimu, na kwenda shule, watoto wetu wanaenda shule. Hiyo ni institution tofauti na vile kulivyo nyumbani. Pale shuleni anapatana na watoto wengine wamelelewa njia zao tofauti. Wakikuja pale watoto saa zingine, kulingana na vile daktari amesema, kama hakupitia milestones vizuri, saa zingine anakuja akiwa mtoto hawezi kushikana na wengine. Anakuwa mtoto very isolated, withdrawn, ama apate wengine wale wako overexpressive, wako overassertive, wengine wanakuwa bullies. So hii environment ikiwa harsh kwa mtoto as compared to home, inaweza kuchangia initiation ya mambo ya mental health. Pia pale wasasi wale walimu wale anapatana nao, mwalimu asipokuwa ni mwalimu mwenye amefanyiwa training vizuri jinsi ya kuhandle watoto, aanze kutreat wale watoto tofauti, either stigma, kuwashautia, kuambia you amount to nothing. Saa zingine mtoto akikuja labda akilia, mtoto ameshautiwa ama amechapwa bila kuelewa ni nini kwa nini amechapwa. Pale shuleni pia watoto, kuna wale the fraternity in the school, wakati wa kwenda kucheza, labda as one of us was saying, wenzake hawataki acheze na wao, ama kuna zile toys amesoea, apate ya kuwa yeye alikuwa amesoea toys fulani, hapa asiko shuleni. So that different environment inaweza kuchangia mtoto aone utofauti wenye saa zingine asipoelewa unamfanya astuke, unamfanya asikie ni kama afit, unasikia unamfanya akue worried. Pale shuleni labda kuna watu wale pia wana molesti watoto sexually, kuna watu wengine labda mtoto ako na mental health disorder that has not been diagnosed. So akianza behavior zake mbaya pale, zinaanza kutisha wengine. So it can also contribute to anxiety, fear, pain, hunger, that environment, and therefore can easily trigger mental illnesses kwa watoto wetu. Naam, Carol, katika umri wa kubalehe ambao tunaita adolescent, watoto wanakuwa na
matatizo gani ambayo ama hatari zipi ambazo zipo shuleni kutokana na ule umri wa kubalehe na kuona zile tofauti kwenye mwili wake na pia hisia zake? Ni yapi ambayo ni rahisi kuchangia kwenye mazingira ya shule akiwa kwenye ule umri na kumsababishia matatizo ya afya ya akili? Unaona sasa watoto wakiingia shule wana transit from the home environment to the school environment, na pale shuleni wanakuwa na a system where they create a routine. The school is supposed to create a routine. So unapata kazi kubwa ya mwalimu inafaa kumuongoza mtoto. Vile mwenzangu amesema, kama yule mwalimu ataongoza mtoto inavyofaa, itakuwa ime affect health yake kabisa, na ita affect hata vile ataji express, ita affect how ana feel akikuwa discipline shuleni, na labda akienda nyumbani atakuja ambia mzazi nilifanya hivi na mwalimu. Kama ni mzazi haelewi pale mwalimu ametoka, approach ile mwalimu ametumia, hapo inaleta changamoto kubwa sana. So inaleta a lot of imbalance. So hiyo inaleta changamoto kubwa sana because it affect esteem na it affect also self worth ya mtoto. Atakuwa anaona huyu ananiambia hii, huyu ananiambia hii. So pia mtoto mwenyewe atakuwa amechanganyikiwa kidogo. Naam, Daktari Catherine, wewe ni daktari wa afya ya akili, na ukiwa daktari wa afya ya akili, tofauti yako na Daktari Pamela ambaye ni mwanasaikolojia ni kwamba wewe unaweza ukapeana ushauri na pia ukapeana dawa, ukaandikisha dawa kwamba kutokana na tatizo hili ambalo nimeliona kama mtaalamu, unaweza ukatumia dawa kadha wa kadha ili iweze kukusaidia. Matatizo ya afya ya akili kwa wanafunzi wenye umri ambao wamebalehe, mengi yanakuwa ni yapi? Na mbali na yale matatizo ya akili ambayo ni ya kijenetiki ambayo labda yametokana na genetics za mtu na kwenye familia ambayo labda yatahitaji dawa, yapi ambayo huja tu kwa sababu ya msongo wa mawazo ama kwa sababu ya matatizo ya kidunia na mwisho yakahitaji dawa kwa wanafunzi ama kwa watoto wenye umri mdogo wa miaka labda ya kubalehe? Asante. Siku hizi tunaona wasichana wengi wanajikata. Ukiwauliza wanajikata kwa nini, wanasema wakijikata ile mafikiri iko kwa akili inatoka, wanaanza kuchunga kidonda. Hiyo ni kitu mimi sikuona nikisoma, hiyo ni kitu geni. Na unajua watoto wa siku hizi wanakuwa influence na internet all over the world. So unapata tunaona wasichana wengi hata vijana wanajikata. Tunaona wengi wanatumia cookies, na zimekuwa so rahisi kupata kwamba like Instagram, one of them challenged me akaniambia, ebu enda Instagram tafuta edibles. Unaona edibles, sasa hiyo ni bangi, cookies, ziko nyingi sana. So wakati au watu wa Instagram wanadeliver, wataki kujua umri yako. So kuna hiyo depression pia. Tena ninaona wasichana wengi sana wakisema hawana appetite. So tunashindwa kama madaktari, ni nini imebadilika? Zamani shida haikuwa appetite. So ninawauliza shida ni appetite ama shida utaki kunona? Because wameona kwa modeling msichana anafaa kuwa mdogo. So hizo ni mashida zenye hazikuwa. Then pia kiwa ni sexuality. Unapata mtoto wa 5 years anajua mengi yenye angejua kitambo. Na tunaambia wazazi, ukianza kuongea na mtoto wako usianze kumwambia ile unajua. Muulize unajua nini kuhusu hii. Utashangaa mtoto wa 5 years zile vitu anajua about sexuality. Unashindwa huyu mtoto amepata information wapi? Wazazi wengi wanasema mimi sipei mtoto wangu simu, simpei. Lakini ukienda kazini maid anampa. Ama kuna mwingine anaficha simu anapeleka shule wanaona. Ama kuna mwingine tu ataona nyumbani na kuja waambia unajua mimi niliona hivi na hivi na hivi. So hizo ni matatizo zenye zinakuja siku hizi na ziko kila mahali. Tulifikiria ni maneno ya Nairobi peke yake, lakini sasa hata tunaanza kuona watoto wa kwingine. Watoto wengine hata ukitoa razor blades, kuna mwingine niliona anatumia raba ile ya kurab, eraser. Ana erase mpaka inakuwa kidonda. Sasa hiyo sikuwa nimeona, hiyo ni ugeni. Mumetoa razor blades zote, amechukua raba, eraser, amegwaruza mpaka inakuwa kidonda. So hizo ni vitu tunaona geni na vitu zenye zinaonyesha watoto wetu siku hizi wako na stress tofauti kuliko na zile wazee tulikuwa nazo.
na hiyo inamaanisha wewe kama mzazi huwezi angalia mtoto wako vile wewe uliangaliwa, kwa sababu unajua wewe ulikuwa unapata ile information iko karibu na wewe, especially those of us wenye wamefikisha 50 years. Information ilikuwa ni ile mzazi amekuambia, shule umeambiwa, ama neighborhood. Siku hizi ama church ama mosque, siku hizi unapata mtoto unamwambia hii, wanaambiwa hii shule, lakini akienda online zile vitu anaona they are from other parts of the world. Aya, simu pia siku hizi, wakati COVID ilikuja, shule zilianza kufunza online, so ikawa watoto wana access online. Hiyo mainchi zingine zimeona ni mbaya. Kuna nyingi zimesema sasa hakuna kutumia electronics, tuende pen and paper, because wameona kwamba ile electronic inapunguza attention. Unapata tena ADHD imeongezeka. Watoto wengi hawezi concentrate because wamejua kila kitu ni pap, anything you just touch a button and you get. So unaona huyo mtoto si ati angekuwa kawaida ako na lack of attention, lakini amezoea kila kitu unapata online. Even if unataka kununua chochote, si lazima utoke kwa nyumba, unaweza kaa kwa nyumba na ununue kila kitu. So unaona hao watoto ni tofauti kabisa na shida zao. Ninaambia wazazi, huwezi angalia mtoto wako na useme, wazazi wengi wanauliza mtoto, we shida yako ni nini? Ninakupea kila kitu, ninalipa school fees, uko na chakula, shida yako ni nini? So naambia wazazi, hao watoto wako na shida tofauti. Wanataka kuwa size ya model yenye wanaona Amerika, wanaona vile watoto wanajibu. So African society, kuna vile mtoto angejibu mzazi. Huyu watoto wa siku hizi wanaona online vile watoto inchi zile zingine wanajibu wazazi. Wanakuja wanakujibu hivyo. So unashindwa, hii umetoa wapi? So hao ni watoto wako na environment tofauti na wazee. Na labda kwa kuangazia aliyozungumzia daktari, mazingira ya sasa yanachangia vipi katika kuleta matatizo ya afya akili, na hususan swala la kutaka kujidhuru? Ni tatizo ambalo linatokana haswa, linaanzaje, na ukiona nini ndio ujue huyu mtoto atafika mwisho kusha atataka kuchukua labda wembe ajikate ama ajitie kidonda katika afya ama matatizo ya afya akili? Chanzo chake kinakuwa vipi? Ndio mzazi ambaye labda anatazama aweze kujua mtoto akifanya hivi, nisiposhughulika kwa sasa, kuna wakati labda kutaishilia kuwa na masuala ya kujidhuru mwenyewe. Technology imeimprove space. Imeleta the whole world on one small gadget, isn't it? Kwa hivyo vile kama vile daktari anasema, there's a lot of exposure. Saa hii technology watoto wana Google everything. If you look at what is Googled ama ile vitu watoto wanatafuta sana kwa internet, utapata kuna wale wanajaribu kuuliza what is suicide, mtu anaweza kucommit aje suicide, what is the process, unaona? So na hizo Google inajibu. Technology has really affected the space. Kama vile daktari anasema, jambo likifanyika saa hii Israel, mtoto wako kijijini ashajua. Jambo likifanyika US, likifanyika South Africa, ashajua. There's a lot of information. They are getting a lot of information overload. Na cognitively hawajakuwa mature ku make decision, kundisipa ile information wanapata, wajue kweli huyu mtoto ile jambo limefanyika huko South Africa, lakini pahali niko mimi pahali yangu inakaa namna gani? Anachukua ile jambo anataka kuliimplement. There is a lot of exposure. So the environment has changed. Resources are available, online, technology. Then also as families, there is that cohesion that we used to have. Jamii ilikuwa mama ako pale, baba ako pale, mahantis wako pale, the elder brothers are there and sisters, and they were watching one another. We kept vigil of one another. Lakini saa hii kila mtu ako shughuli zake. Tukitoka asubuhi nyumba iko na watu 6, lakini hakuna mtu ataona mwingine akitoka. Utasikia tu gari imenguruma, dadi ameenda. Gari imenguruma, mama ameenda. You wake up, it can even be mpaka Saturday ndio watu wakutane wote kwa hiyo nyumba. Na wakikutana, laptop ziko na nini? Kila mtu ako na assignment yake anataka kufanya.
People are sitting there on the table room eating, lakini they are on gadgets. So there is no time for one another. A human being is a social being. And that society that we used to know, where we used to keep one another, has changed. The boundaries that were formed then, kama familia yetu atufanyangi hivi, kama clan yetu akukuangi hivi, saa hii hakuna hiyo story. They are exposed to everything. So society has changed, things have changed that have exposed our children to a lot of things that are not regulated. Yeah. Tukirudi Carol, utakuwa unanisaidia kuelewa, kwa sababu naona daktari ameizamia zaidi ya sababu ambazo zimeleta tofauti katika jinsi ambavyo watoto na familia zinaishi, na pia kuchangia katika kuwepo kwa yale mapengo ambayo labda husababisha msongo wa mawazo na matatizo ya afya ya akili. Lakini tukirudi tutakuwa tunaangalia dalili ambazo tunaweza kuzitambua kwa mtoto, either ni kwa sababu ya matatizo yaliyosababishwa shuleni. Tunapofunga shule wakati kama huu, mtoto wako anapokuja likizo, kama mzazi unatazama nini kujua kwamba huenda akawa kuna kitu ambacho hakiko sawa shuleni, upate kujua ni nini haswa, kipi ambacho kinampatia labda wasiwasi na msongo wa mawazo, ambapo Daktari Catherine anasema labda huenda anataka kujidhuru. Haya mawazo ambayo kwa mtoto mdogo chini ya miaka 18 halipi bili, lakini anataka kujidhuru kwa sababu ana mawazo, yanaanzia wapi? Na hizi dalili ni zipi kama mzazi na kama jamii, ambapo unaweza kuzitambua kuhakikisha kwamba unaweza kumsaidia yule mtoto asifike kwenye nafasi ambayo anatumia dawa ama anakuwa sasa na matatizo mengine juu ya yale matatizo ambayo yamekuwa awali ya afya ya akili. Nitakuwa narejea hivi punde, siende mbali. Karibu tena mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kusalia nami. Naendelea na mazungumzo kuelewa na kutambua afya ya akili kwa vijana, nikiwa nahusisha wadau studioni. Nafikiri nilikuwa nimpe fursa Carol, ambaye ni afisa tabibu wa afya ya akili, katika kutufungulia kuelewa zile sababu ambazo zinachangia, lakini zaidi dalili, si sababu, dalili ambazo unaweza ukaziona kwa mtoto na ukajua huyu anaweza kuwa na tatizo, iwe ni dogo ama ni kubwa, kwa sababu kama walivyotaja madaktari, matatizo ya afya ya akili hapo kwenye makundi mengi, na yanaweza kuwa yameanza tu labda sasa mtu ana stress, kisha stress ije izae depression, kisha kesho kutwa ije izae kitu kingine, na matumizi ya dawa za kulevya na kuongeza juu ya yale matatizo. Lakini dalili zinaweza kuwa zipi kama mzazi, wakati ambapo either mtoto yuko nyumbani, ni umri wa kwenda shuleni chekechea na msingi, ama amekwenda shule ya bweni ya sekondari na amerejea nyumbani, na unafaa kuangalia kama yuko sawa, unaangalia nini? Asante sana. Mara mingi unaangalia, kitu cha kwanza unaangalia ni hasira. Kama anakuwa na hasira kila wakati na hataki kufunguka, hiyo inakuwa changamoto kubwa sana kwa mzazi, na inafai kuambie something is happening with the child. Manake kama, na pia inashikana na kama alikuwa mtoto anakuwa na furaha sana ama anajieleza sana kwenye boma, and all of a sudden haongei, ama akiongea anaongea tu maneno machache, ni ukimuuliza swali anakujibu mnamalizana. Hiyo inakuwa changamoto kubwa sana. Jambo lingine ni ile kwa vitu alikuwa anapendelea kufanya sana, anaacha kufanya, na kama anafanya on minimal levels. Hiyo inakuwa pia it's a very big pointer. Na ile pia kile mwenzangu alisema tukianza show, hiyo kukuwa na upweke, kuwa na the isolation, hiyo kukuwa na you're very very sad, you're sad all the time, you don't want to talk. I think that's also a very big pointer. Wakati mwingine ni kusema vitu azingiani, anasema ana furaha lakini unaona akona huzuni. Anakuwa na inconsistencies with their moods. Asubuhi naona pia sengine ana furaha, jioni ana huzuni, na hakuna chochote umeona tofauti kwenye boma. I think hizo ni telltale signs za kuona. And just to add na kile daktari alimention about self-harm. Unapata hata mavazi zake, hataki kuvaa free open clothes hata wakati anakaa kwenye boma. They always want to wear closed clothes, sweaters,
long trousers vile, so that you are not able to see much. So unaona wakati sasa labda kama amejikatakata huku ama kwenye mapaja utaona. Yeah. Naam. Daktari, kabla mzazi afike kwako kutafuta ushauri, anaweza kufanya nini akiona hizo dalili ambazo amezitaja, na iwapo kuna dalili ambazo labda Carol amekosa kuzitaja unaweza ukaziongeza? Lakini kabla ya kutafuta hiyo ushauri, jambo ya kuficha, unajua mtoto atakuwa navaa amefunika hiyo hoodie, amefunika huku na huku, siku moja atasahau. Wazazi wengi wameona mtoto, unamuuliza kwa nini unavaa sweater na kuna baridi? So siku moja atasahau. That's how wazazi wengi wanakuja kujua. Anasahau kuvaa hiyo, unaona. So ukiwa nyumbani, ukikuwa na muda mwingi na mtoto, utakuja kupata ile siku amesahau ukaona. Na wazazi wengi wanapata hivyo. Tena sisi kama madaktari tumepata hiyo umri ya secondary na university, wengi wanaingia hospitali kama mmoja ana twitch, na ukifanya hata test hakuna epilepsy. Siku hizi tunafanya ile tunaita video EEG. Unaona chenye mtoto anafanya kama kifafa na vile brain ina read azilinganishi. Meaning huyo mtoto hana kifafa, lakini amekuwa akianguka mpaka wazazi wanashtuka. So hiyo sisi kama daktari tunasema ni ile hali ya tunaita functional neurological disorders. Zimekuwa nyingi sana. Mtoto ana dalili za ugonjwa ya akili physical kama kifafa ama kuumwa na tumbo, lakini ukifanya test unapata hana. Pengine huyu mtoto apendi hiyo shule na hataki kusema hivyo. Kitu ingine nimeona kama sahii kuna mtoto mwenye amesema hawezi andika. Amefanywa test zote na neurologist na occupational therapy na mikono haina shida, na anasema mikono iko hivi, iko paralyzed na siwezi andika. So hizo ni dalili ya kumaanisha mtoto ako na shida ya akili, lakini hawezi sema hivyo. Akili yake inamuonyesha sema unaumwa na tumbo, sema auandiki, sema fanya kifafa. Na hiyo imekuwa nyingi sana. Tena ni vizuri uangalie mtoto wako asifikie ile kiwango ya kufikiria kujiua. Kwa sababu hiyo imeongezeka kwa sababu madawa ya prescription. Tunataka PPB ifanye kazi nyingi zaidi, kwa sababu unapata technically Wakenya wanaweza nunua chochote. Unataka dawa zinaweza azifai kupeanwa bila prescription zinapeanwa. So unapata mtoto akiamua kujiua, hata kupata hiyo dawa si ngumu. Hata kama umeficha dawa, ninajua mzazi alikuwa ameona hiyo dalili, mtoto amejaribu ku overdose akaficha kila kitu. Lakini unapata ataenda azipate. Kuna mwingine mzazi wamejaribu, wameona anajikatakata, siku moja akashtukia tu akapata blades za babake za kunyoa kidefu na hajui zimechukuliwa. So hao watoto wanahitaji supervision. Wakifunga shule lazima usupervise, because wao wanajua njia zote. Wanajua wakiangalia online ile dawa inaweza niua haraka ni gani, nitaipata wapi. Tena sijui regulation ya buying vitu online itafanywa aje. Ni kweli NACADA imesema watoto wasikunywe pombe wakiwa 21, lakini mimi nikioda kwa simu ama online nikwambie niko 18, utajuaje? Maybe niko 12 years na nimeoda even a reputable supermarket, ni I'm ordering goods, pengine hata simu yenye natumia ni ya mama yake, because unajua Safaricom ama Airtel yezi kukupea line kama hujafikisha au una ID. So unapata hiyo line ni ya baba ama ni ya mama. So unapiga simu, unataka supermarket, unataka pombe hii, unataka hii, unataka hii, sitakuwa delivered because we umesema ni wewe ni fulani na kwa kweli line ni ya mama yako ama ni ya baba yako na huyo ako na ID. Tena unaoda hizo vitu hata ukiulizwa kwa na miaka gapi, si utasema wewe uko over 18. So hiyo ni kitu ngumu sana. Yes, NACADA imeregulate don't sell alcohol to 21 years. Lakini zile zinanunua online tutafanya nini? Zile dawa tunanunua online tutafanya nini?
zile bangi inanunuliwa online tunafanya nini? So hiyo ni kitu yenye vile dunia ina evolve, hata policy makers na regulators they need to rethink. How do you control those things? Do you license those people who are selling online? How do they control? How do they prove that if I'm calling with my mother's number I'm not 18? Yes. Naam. Na Daktari Pamela, tukizungumzia masuala ya ushauri, lakini ushauri nafikiri ni ulikuwa umezungumzia umuhimu wa malezi. Ushauri unafaa kuwa unaanza nyumbani hata kabla mzazi alete mwanafunzi ama mtoto kwako. Anapoona hizi dalili ambazo Carol amezitaja na nyingine pia Daktari Catherine ameongezea, anafaa kuchukua hatua zipi kabla ya kufika pale ambapo anatafuta ushauri wa mtaalamu kama wewe? Okay. Kama wazazi tulisema ya kuwa mzazi ni muhimu sana, ama the immediate family member is very very important, kwa sababu kuna watoto wengine hawalelewi na wazazi lakini wako na caretakers, maybe in the rehabilitation centers or in the homes. So it's good to consider all those also that are being taken care of by whoever caretaker it is. Ile jambo ya kuangalia ni kuhakikisha ya kuwa kuna communication na yule mtoto. Ukishaona ile jambo, usiweke mtoto kwa defense. Muongeleshe in a way that you are kind of una respect space yake, lakini unamleta in empathy. Sio kumkemea na kumshautia na kumfanya a feel very guilty or ashamed. Communication strategy is very very important. Usungumzie ule mzazi kwa mtoto kwa njia ya upendo. Msungumzie kwa njia ya kukani kama unataka kumuelewa. Usimweke kwa defense. Another thing is that as daktari amesema, let us supervise our children. Tukue makini ni nini inaendelea, ndio uweze kuona akibadilika tabia zake. Huyu mtoto wangu alikuwa amezoea kulala 8 hours. Saa hii ukiingia kwa room yake, ameingia kwa room saa 4. Ukiingia pale saa 6 unapata bando wako kwa simu. Ajalala. Tukue makini kuona ni nini watoto wanafanya. Tukue makini kuona watoto wetu wanahusiana na nani. Who are their friends? What are their hitting habits? Mavazi kama vile wenzangu wamesema tuangalie mavazi. Let us communicate effectively with them. Let us be mindful. Ukue mwenyewe una upendo na yule mtoto. Alafu sasa saa ile unampeleka kwa mwanasaikolojia, ni vizuri pia aweze kujua ni kwa nini tunaenda kwa mwanasaikolojia. Tukiangalia haya mambo mapema kuliko kabla ikue very extreme, at the mild point, if these indicators tukisichukua mapema, mtoto ataweza kusikiza. Lakini ukingoja mpaka afike pahali anakuwa very violent, very irritable, sasa zingine inabidi utafute mtu wa kureinforce. So identifying early is very very important. Bringing in a support mechanism is very important. Kutoignore, tusiignore anything. Useme huyu mtoto ana act out, akifika inji fulani ataacha. No. Let us be alert. Let us be able to communicate with our children na tuweze kuwashughulikia kwa njia ya mapenzi ama kwa njia ya kuwa respect na kukua na empathy. Ujue ya kuwa sio kupenda kwa mtoto kufanya vile anafanya. There is no one who chooses to have a mental illness. Hakuna mtu anachoose kuwa na ugonjwa. Inapatikana na tuijue ni ugonjwa, tujue jinsi ya kuimani. Yeah. Karo, katika kuangalia utumizi wa dawa za kulevya na jinsi ambavyo inachangia katika kuleta matatizo ya afya ya akili. Dawa za kulevya zinachangia vipi katika matatizo ya afya ya akili, hususan kwa vijana? Kwa sababu nafikiri daktari amezungumzia sana kwamba ni kitu ambacho siku hizi vijana wanapata kwa urahisi wakiwa wananunua kwenye mitandao. Mambo na dawa za kulevya inakuwa ni it's uncontrollable kidogo, manake wanaweza pata access. Lakini changamoto kubwa inakuwa, unaona sasa wakiwa adolescents, bado brain yao haija develop fully. So akianza kutumia madawa za kulevya mapema, hiyo brain bado haija develop. So already wanakuwa exposed to mental health issues mapema. Na sometimes inakuwa irreversible. It is very hard now to reverse the trend. So unaweza go through that prolonged period of, kila daktari amesema prolonged period of medication, and sometimes inaweza kuwa lifetime. Yeah, so kama inawezekana ni hiyo tu
And that age ni ile age you keep repeating things, you keep validating their feelings. Ni mtoto unashinda kumkumbusha unampenda, unashinda uache kumwambia unampenda, uache kumwambia hii ni wrong, hii ni right. Yeah. I think that would really help. Yeah. Daktari, katika masuala ya utumizi wa dawa za kulevya yanachangia vipi katika kuleta matatizo ya afya akili ambayo mara nyingi unayaona kwa wagonjwa wako? Vile mwenzangu Karo amesema, ni kweli kwamba before miaka 25 the brain is still growing. So ukianza kutumia pombe mapema utapata kwamba utakuwa addicted. Ukianza sigara, that's why unasema kuna minimum age. Ndio brain ikue ime develop. Madawa zote zita affect akili. Kuna wazazi wanaweka baa kwa nyumba, wanafikiria ni ya marafiki zao. Watoto wengi sana wanaanza na hiyo. Nilishangaa kuna kijana aliniambia anavuta bangi na marafiki za wazazi wake. So nilishindwa au ni rafiki wa aina gani wanaweza vuta bangi na mtoto. Si mtoto, ni 20s, but ni rafiki ya baba yangu na mama yangu. We are easy, we can smoke together. Ile kitu ingine ni supervision. Hakuna vile utaparent mtoto bila kuwa. Hata ukimwachia maid lazima ukue. So mzazi, angalia shule zinafungwa wakati huu na hule. Ninachukua leave nilinganishe na hiyo closing time. Mko wazazi wawili, mmoja achukue ya muda, mwingine achukue ile muda. Kuchukua watoto shule na kuwapeleka ni muhimu. Ukichukua mtoto shule utaona huyu mtoto anabehavior. Utampeleka kwa nyumba uone. Ukikuwa nyumbani weekend, usiwe, unajua wazazi pia wako very busy. Kazi yenye sikumaliza weekend ninaimalizia nyumbani. I mean weekday naenda kuimalizia nyumbani. So uko hapo lakini hauko. So lazima ukue supervision. Tena ukiwa unaangalia utapata siku moja mtoto amesahau kudelete history ya search. Unajua siku hizi wako werefu sana. Wataenda wa search na wa delete. Lakini siku moja watasahau. Siku moja jaribu, pengine mtoto ile simu anatumia imeharibika, umpatie ingine. Na uichukue, niletee ile simu yangu, utapata amesahau ku log out Instagram na hizo zingine zenye wanatumia nyingi sana. Utaona ni conversations gani zinaendelea. So hata yako mpatie na umuitishe kama yuko, mwambie by the way kuna simu nataka kupiga haraka leta simu. Utapata huyo mtoto amelogin, utaona zile conversations. Tena nimeona wazazi, usianze na mtoto kumwambia chenye unajua. Usianze kumwambia unajua bangi ni mbaya, unajua, unamuuliza by the way shuleni kwenu kuna watu wanatumia bangi? Ama unamuuliza kuna watoto wako sexually active. So unajua you're coming from the position ya normalizing. Ukikuja hivyo mtoto ata open up. Lakini ukikuja useme usifu hata bangi, usifanya hivi, mtoto anajua hiyo dadi ama mami hataki kusikia. So lazima tena ninawaambia kuna mahali ya kupata suluhisho. Tuko na Raw Parenting Clinic, kuna psychologists kila mahali, kuna counselors, kuna psychiatrists. Ile muhimu mental illness, tusiseme tu, ninawapata watu wengi wananiuliza ni rehab gani nipeleke mtoto wangu ama mzee wangu ama bibi yangu. Nawaambia that is not the right thing. Leta huyo mtu kwanza kwa daktari aangalie ni pombe peke yake. Na kama ni pombe imeharibu liver, imeharibu heart, imeharibu nini. Ukimpeleka rehab, hizo test zimefanywa. Aya, tuseme huyu mtu alianza na depression akaanza kukunywa pombe. Umpeleke rehab, hiyo shida imetatuliwa. Rehab ni mzuri because mtu anawekwa hapo 90 days apate hizo vitu. Lakini before mtu aende rehab, ukuwe na correct diagnosis. Uone daktari tufanye hizo test. Kwa kumalizia nitapatia fursa daktari na Carol kwa sababu ya muda. Unaweza kuongezea kwa muda mfupi tu, lakini pia kwa kutoa ushauri kwa wazazi, kwa sababu karne ambayo wazazi wanakuza watoto wao sasa hivi ni tofauti na ambayo nyinyi mlikuzwa. Katika kuangalia pia utofauti wa karne, yapi ambayo ni muhimu kuangalia kuepukana na matatizo ya afya akili kwa watoto?
Nilikuwa nataka kuchangia ni vipi madawa ya kulevya ina contribute to mental health. Unajua dawa ya kulevya ni dawa na iko na chemicals, so inaleta chemical imbalance in the what we call neurotransmitters. Kuna zile dawa wanatumia sinakuwa sinawa excite, kuna zile sina lower mood, so that way it is contributing to mental illnesses. Remembering substance use pia is a mental illness, isn't it? Mtoto akitumia madawa kama vile daktari amesema, ana develop a physical illness, wanaanza kuwa maybe high blood pressure or diabetic. So when they develop that chronic illness again, now they have two diseases that they are managing. Inaleta a lot of worry, a lot of anxiety. So it worsens the situation for them. So as parents, what we can do ni kukua closer na watoto wetu. Tukue tunaweza kukua na correct communication na watoto. Frequent communication, create a relationship of trust. Ndio mtoto akiwa kuna jambo linafanyika shuleni, anaweza kuwa kwako ndio kimbilio. Asiwe kimbilio yake ni wale watu wengine. So trust is very, very important. Kama wazazi nyumbani, having empathy. Tuweze kuelewa watoto wetu. Jiweke kwa miguu yake. Ujui ni nini anapitia huko. So jiweke kwa miguu yake, weza kusikizana na yeye ndio aweze kudisclose. Carol, kwa kumalizia, ushauri kwa wazazi katika karne hii kwa kukuza watoto? Ningeshauri wazazi, kitu cha kwanza, wale watoto wao kwa mazingira ya mazungumzo. Kile amesema communication, na pia kwa mapendo. Hata kama tunatumia simu kwa meza, hata kama unaangalia channel yako, mimi naangalia yangu, but tukue na ile communion. Kuna wakati mnakaa, unajua leo umeshinda vipi, yule ameshinda vipi, it will be very easy, utajua huyo kuna kitu kinamsumbua, huyo kuna mtu kinamsumbua. Alafu kwenye boma pia kuna, for lack of a better word, committees. Huyu anasikizana na huyu anasikizana na huyu. It is very important na to normalize, huyu anasikizana na huyu sana. Unapata labda kuna mtoto anapendana na mama sana, kuna yule anapendana na baba sana, ama kuna siblings wanapendana sana. So inaletanga sana mapenzi kwenye boma. So it is very easy, watu wanapendana, atakuja aone something is really off. Atapeleka kwa mzazi na mzazi atajua vile atakosoa. So pia mzazi akikosoa, asikosoe na kuaccuse, akosoe na vile tu daktari amesema, aanze na ile reverse psychology. Asiende kumkosoa na kile anajua, aanze na kile ajui. Asante sana. Kwa sababu ya muda tutakuwa tunakomea hapo, na kama alivyosema Daktari Catherine, kama mzazi hakikisha kwamba kama unatafuta ushauri usikwende moja kwa moja kwenye rehab. Anza kwanza kutafuta ushauri wa madaktari wa afya akili kama yeye na wengineo, upate kujua ni matatizo yapi katika vile vipimo ambavyo vimefanywa yanamhusu yule unayempenda, iwe ni mumeo, iwe ni mwanao, ili uweze kupata ushauri kwanza wa jinsi ambavyo utakuwa unatibu yale matatizo ya afya akili, bila tu kwenda kumpeleka mahala ambapo atakuwa anaacha uraibu labda wa pombe ama utumizi mwingine wa dawa za kulevya. Nashukuru sana madaktari kwa muda wao na wadau kwenye sekta hii ya afya ya akili. Nimshukuru Daktari Catherine Siego Mutisi ambaye yeye ni daktari wa afya ya akili, yani psychiatrist. Asante sana kwa kuja na kwa muda wako. Na pia nimshukuru sana Daktari Pamela Kaithuru ambaye yeye ni mwanasaikolojia kwa kuja kwake na kwa mchango wake kwenye mazungumzo. Na pia nimshukuru Carol Mune ambaye ni afisa tabibu wa afya ya akili. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako. Na mtazamaji, kufikia hapo nafika mwisho mwa mazungumzo haya, na pia kwa jumla taarifa za yanayojiri. Wenzangu kwenye lugha ya Kimombo kwenye taarifa za News Desk watakuwa wanachukua usukani kuendeleza matangazo haya. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa, hadi wakati mwingine inshallah. Kwa heri.